Kwenye kujua leo unatakiwa ufahamu namna gani ya kutengeneza confidence yako kwenye maisha. Confidence inatengenezwa na jambo la kwanza kabisa, namna ambavyo unatembea. Tembea kama simba ambaye anajiamini kwenye pori kwamba analimiliki. Sio kutembea kwa ujivuni, kwa kuonesha kwamba wewe ni wewe kuliko wengine, lakini tembea katika hali ya kujiamini, kwa maana ya kwamba usipende kutembea ukiwa unainamisha kichwa. Inua kichwa, tazama watu usoni, usiinamishe kichwa kwa sababu inakufanya uonekane haujiamini. Kwenye nini? Tina, kwenye kujua. Moja. Mbili, unaposalimiana na mtu, McDonald mkurugenzi, usipende kusalimiana na mtu ukiwa unatetemeka, una hali ya kuto kujiamini kwamba huamini kwamba nimekutana naye. Msalimie mtu ukiwa una shake hands straight, alafu muangalie machoni. Unless kuna protocol nyingine ambazo hutaki kufanya hivyo. Kwa mfano kwenye mambo ya kiserikali na maeneo mengine kuna some protocols ambazo unatakiwa ujifunze pia. Sio kila mtu anaweza kumsalimia hivyo. Lakini unapokutana na watu popote pale, hakikisha unapo shake hands kuwa straight, muangalie mtu usoni na usiangalie pembeni kushoto na kulia. Muangalie mtu usoni, inakutengenezea confidence zaidi na watu kukuamini. Moja. Mbili, kama walikuwa wanakuchukulia poa, wataanza kuona kwamba tuko na mtu ambaye anajitambua. Haijalishi status ya mtu ambaye umekutana naye. Mbili. Tatu, kwenye kujua, jitahidi sana unapozungumza kuwa mpangiliaji mzuri wa maneno. Sio kila maneno unaweza kuyazungumza kila sehemu. Inakutengenezea pia binadamu ambaye amekamilika. Classic man yeyote yule anatakiwa kuwa hivyo. Namba 4 kwenye kujua, ili uonekane ni mtu bora katika nafasi za watu bora, classic. Bana, jifunze sana kusikiliza kuliko kuongea. Especially unapokuwa kwenye kundi la watu wengi ambao hujawajua vizuri. Ongea wewe tu. Jifunze kusikiliza kuliko kuongea, kwa sababu unaweza ukaongea ukabwabwaja ukaona nimewakamata, afaka inuka mamba mmoja akaongea mambo haya mawili, ukajilaumu maisha yako yote, kwa nini nilibwabwaja mambo yote yale. Kwa hiyo jifunze kukaa kimya kwanza. Ukaaji wako kimya, unapata nafasi ya kujifunza na kuwajua watu vizuri. Hata unapokuja kufungua domo, sasa unajua niongee nini. Hiyo ni kwenye kujua leo, ndugu zanguni katika kazi. Hopefully kuna mtu amejifunza jambo. Confidence inakufanya uwe mtu bora na uingie kwenye kundi la watu classic.